Tanzania Pastors Association TPA ni chama cha wachungaji, maaskofu, mitume na manabii Tanzania ambacho kimecombine watumishi wa Mungu wote wa madhehebu yote ya Kikristo hapa nchini Tanzania kama kilivyosajiliwa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lengo la tukio la leo ni kuzindua mfuko rasmi wa ujenzi wa makanisa, kusaidia ujenzi wa makanisa mbalimbali ambayo watumishi wanaabudia maeneo ambayo sio rasmi kwa mujibu wa katiba yetu, ibara ya 3 ambayo inasema tutaweza kuwafikia watumishi wa Mungu wote bila ubaguzi wa kidhehebu katika kuwasaidia na kuwatia moyo katika huduma zao. Ibara ya 3 ibara ya 3 kipengele cha 2 kinasema kuwasaidia na kuwahudumia na kuwatia moyo watumishi wa Mungu mbalimbali katika shughuli mbalimbali za huduma wanazoendelea nazo huko mikoani, vijijini na sehemu mbalimbali waliko watumishi. Ninaomba kwamba Mungu aweze kutangulia mbele jambo hili liweze kuzaa matunda, kwamba tunauzindua mfuko huu ukamguse rais wetu mpendwa, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kwamba na yeye atatugusa kwa mchango wake, kwa sababu tunajua ni kipenzi cha Watanzania wote na hana ubaguzi katika vyombo. Tumeona akigusa vyombo mbalimbali, makanisa mbalimbali, misikiti mbalimbali, na sisi TPA tunaamini kwamba awamu hii pia rais wetu Samia Suluhu Hassan utatugusa na utaupokea ujumbe huu na utasikia ujumbe huu. Umefanyika baraka kwa mambo mengi. Kwa hiyo na hili tunakugusa na kugusa viongozi mbalimbali, mawaziri, wabunge na watu mbalimbali ambao moyo wao umeshikamana na Mungu katika kusapoti vikundi mbalimbali vya kijamii kwa maendeleo ya jamii yetu ya Tanzania. Tunamuomba mama yetu kipenzi, rais wa Tanzania, kipenzi cha Watanzania, kama baba alivyosema, aweze kusikia mguso huu ili aweze kusapoti kazi ya Mungu, tuweze kuwafikia Watanzania wengi na watumishi wa Mungu wanavokutana na changamoto nyingi katika kufanikisha kazi ya Mungu. Pia tunaomba viongozi wote wa serikali, mawaziri, watu binafsi, hata nje ya Tanzania wasikie mguso huu. Kumtumikia Mungu ni jambo jema. Unapanda mbegu hapa duniani, lakini hata huko uzima wa milele utaikuta sadaka yako, na Mungu awabariki.